Ndugu zangu katika imani, alhiqdu yuthiru al-adawata wal-baghdha, kinyongo kinaleta uadui na chuki. Wal-idrara bin-nas, na kinyongo kinaleta madhara kwa watu. Kinyongo kinasababisha kuwafanyia watu mambo machafu. Lighairi dhanbin janauhu, unawafanyia watu mambo hayo kwa jambo ambalo kwamba mtu hajalifanya, hana kosa ambalo alilolifanya likampelekea mwanadamu kumwekea mwenzake kinyongo au chuki. Hakuna kosa, lakini mtu anaamua kumfanyia mwenzake kinyongo, kinyongo ambacho kinasababisha kupatikaniwa uadui, kinasababisha kupatikaniwa chuki kwa sababu ya dhambi mtu hajalifanya. Wakad bayyana Allahu jalla wa ala, na hakika amebainisha na kuweka wazi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bi anna al-hiqda, kwamba kile kinyongo min sifati al-munafiqin, hii ni miongoni mwa sifa za wanafiki. Walaysa min sifati al-mu'minin, wala sio sifa ya waumini. Mwanadamu yoyote ambaye atakuwa na sifa ya kinyongo katika moyo wake, afahamu hiyo sifa aliyokuwa nayo haimuhusu yeye kama mu'min, haimuhusu yeye kama Muislamu. Kwa sababu gani? Hiyo ni sifa miongoni mwa sifa za wale wanafiki. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, wa idha laqukum qalu amanna, na pindi mnapokutana na wanafiki wanasema kuwaambia nyinyi amanna, sisi tumeamini. Ina haja gani ya kujitangaza kuwaambia nyinyi kwamba wameamini? Ni kwa sababu kile wanachokiongea sicho kinachotoka katika nyoyo zao, hakipo katika nyoyo zao. Nyoyo zao zimeficha mazito na makubwa dhidi yenu nyinyi Waislamu. Ndiyo maana wanaamua kujidefend, amanna, sisi tumeamini, ili na nyinyi muamini kwa dhahiri ya kwamba hawa ni watu gani? Hawa ni watu wema, hawa ni waumini wenzetu. Lakini muangalie Allah anasema nini baada ya maneno haya, wa idha khalau, na pindi wanapoondoka wakawaacheni, wakawa mbali na nyinyi wanafiki hao, addu alaikumul anamila minal ghaidhi, wanauma vidole kwa ajili yenu kwa sababu ya chuki waliokuwa nayo katika moyo. Na hivi ndivyo ilivyo yule mtu ambaye mwenye kinyongo katika moyo wake dhidi ya ndugu yake Muislamu, huwa anapokutana naye anaonyesha tabasamu katika uso wake, anaonyesha furaha katika uso wake. Lakini pindi anapokuwa ameachana naye yule mtu, akimpa mgongo tu, huwa anauma kidole, yani anaamini ya kwamba huyu ipo siku moja nitakuja kumfanyia kitu kibaya ambacho kitamfanya ajute katika maisha yake. Ndio maana nikasema ya kwamba alhiqdu min sifati almunafiqin, kinyongo ni miongoni mwa sifa za wanafiki. Walaysa min sifati almu'minin, wala sio sifa ya wale ambao kwamba ni waumini. Muumini ni yule ambaye anachokidhihirisha katika uso wake ndicho kinachopatikana katika moyo wake. Kama anakudhihirishia ya kwamba ana furaha na wewe pindi mnapokutana, hana matatizo na shida na wewe, muumini kile vile vile anakipitisha kwenye moyo wake ya kwamba moyo wangu una amani na mpenda kwa ajili ya Allah mtu huyu. Kaangalia suratu Ala Imran aya 119. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani,
almu'minu yaghbitu wala yahsud. Mu'min, muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye atatamani awe kama fulani, lakini asiwe ni mwenye kutamani alichokuwa nacho mwenzake kimuondokee. Mu'min anatakiwa kama amemuona ndugu yake Muislamu, Allah amempa neema fulani, na yeye anatakiwa atamani Allah ampe kama neema ya mtu fulani ambayo amempa, lakini hatakiwi kutamani alichokuwa nacho mwenzake kimuondokee. Ukimwona mtu anatamani neema ambayo iko kwa ndugu yake imuondokee, fahamu huyo sio mu'min. Huyo ana sifa ya hasad, huyo ana sifa ya chuki katika moyo wake. Almu'minu laysa bihaqudi, mu'min wa kisawasawa hatakiwi kuwa na sifa ya kinyongo na chuki kwa mtu mwingine. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, khairun nas, mbora wa watu, dhul qalbi al-mahmumi, ni yule ambaye ana sifa ya moyo unaoitwa mahmum, wal lisani sadiq, na yule ambaye mwenye ulimi wa kuzungumza ukweli. Qila, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, mal qalbul mahmumi, ni upi moyo ya Rasulullah wenye sifa ya mahmum? Qala, Mtume akasema, huwa taqiyun naqiyu, ni ule moyo ambao una ucha Mungu ndani yake, kisha ni moyo msafi. Huu ndio unaitwa al-mahmum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawajibu masahaba zake, moyo ambao kwamba ni mahmum, huwa taqiyun naqiyu, ni ule moyo ambao una ucha Mungu kisha alafu ni msafi. Ucha Mungu ni hofu ya Allah jalla fi'ala, kisha moyo ule unakuwa ni msafi kwa wale ndugu zake ambao ni Waislamu, hana kinyongo nao, hana chuki nao. Kisha Mtume akaendelea akasema, alladhi la ithma fihi, ni moyo ambao hauna dhambi ndani yake, wala baghaya, wala hauna sifa ya kumdhulumu mtu, wala hasada, wala moyo ambao hauna sifa ya hasadi kwa watu wake, kwa ndugu zake. Sasa hapa ukiangalia Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha na kutuonyesha ya kwamba Muislamu hatakiwi kuwa na sifa ya chuki, hatakiwi kuwa na sifa ya kinyongo, hatakiwi kuwa na sifa ya hasad dhidi ya ndugu zake Waislamu. Ikiwa umesalimika na hizo sifa, basi moyo wako ndugu yangu una alama ya uchamungu na ni msafi amama Allah jalla wa ala. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Ibn Majah kwa nambari 4216. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi al-Jami, utaipata kwa nambari 3291.